Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Taarifa kubwa ni Amos Makalla ambaye tunamfahamu ni katibu wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya Chama cha Mapinduzi, itikadi, uenezi na mafunzo, atafikishwa mahakamani kwa kuituhumu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kununua virusi vya magonjwa. Kama nakumbuka wiki kama moja mbili zilizopita, kuna video ambayo ilisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, Amos Makalla akidai ya kwamba Chadema imeagiza virusi huko nje kwa lengo la kuja kuvisambaza nchini, jambo ambalo liliwashangaza watu wengi sana. Sio wanasiasa pekee walioshangaa, lakini wananchi pia walishangazwa na kauli hiyo ya Amos Makalla. Wengine wakaenda mbali na kuhoji ya kwamba inakuwaje kama virusi hivyo anafahamu vinauzwa sehemu gani, kwa nini asitoe taarifa kwa WHO ili wafuatilie duka hilo na kulifungia? Lakini pia wengine wakaenda mbali zaidi na kusema ya kwamba ina maana virusi hivyo vikiletwa hapa Tanzania vitakuwa na uwezo wa kuchagua kwamba huyu mtu kwa kuwa ni wa Chadema na ndio waliotununua basi tusimzuru, lakini pia kwamba huyu mtu ni wa Chama cha Mapinduzi basi tumzuru. Ni moja kati ya vitu ambavyo alivizungumza katika moja kati ya mikutano yake mkoani Simiyu, ambapo Makalla alitoa tuhuma dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ilikuwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 3 kwamba Chadema inachangisha pesa kununua virusi vya ugonjwa wa Ebola na Mpox, na kwa kauli hizo mchakato wa kumfungulia kesi ya jinai umeanza. Kumbusho Kagine na Martin Maranja Masese wanaofuatilia mtandao wa X au Twitter watakuwa na mfahamu vizuri Martin Maranja Masese, ambaye pia amechapisha taarifa kupitia ukurasa wake wa X ambayo tutaimalizia hapa, akielezea hiki ambacho wamekifanya. Kumbusho Kagine na Martin Maranja Masese wamefungua kesi ya jinai dhidi ya katibu wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya Chama cha Mapinduzi, itikadi, uenezi na mafunzo, Amos Makalla, kuhusu kukishutumu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwa kimepanga kununua na kusambaza nchini virusi vya Ebola na Mpox. Machi 22 mwaka huu, katika moja kati ya mikutano yake mkoani Simiyu, Makalla alidai kuwa Chadema inachangisha pesa kununua virusi vya ugonjwa wa Ebola na kuvisambaza nchini. Kagine na Masese wamefungua shauri hilo la maombi ya ruhusu ya kumfungulia Makalla kesi ya jinai katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Shauri hilo la maombi ya jinai mchanganyiko la mwaka 2025 ambalo limepangwa kusikilizwa na hakimu mkazi mkuu Lomuli Mbuya limetajwa mahakamani hapo kwa mara ya kwanza jana Jumatano tarehe 16 ya mwezi wa 4 2025. Hakimu Mbuya ameelekeza mjibu maombi Makalla apelekewe nyaraka za kesi ndani ya siku 5 kuanzia jana, na ametakiwa kuwasilisha mahakamani kiapo kinzani, yani majibu yake, ndani ya siku 14 baada ya kupokea nyaraka hizo. Pia Makalla ametakiwa kuwapatia waombaji nakala ya kiapo kinzani ndani ya siku 3 baada ya kuwasilisha mahakamani, na waombaji watatakiwa kuwasilisha mahakamani majibu ya kiapo kinzani cha Makalla kama wataona kuna haja ndani ya siku 7 baada ya kupokea kiapo kinzani. Ikiwa waombaji hao watakuwa na majibu dhidi ya kiapo kinzani cha Makalla, basi nao wameelekezwa kumpatia Makalla ndani ya siku 3 baada ya kuwasilisha mahakamani. Hakimu Mbuya amepanga kuwa shauri hilo litatajwa tena mahakamani hapo Mei 15, 2025 saa 3:30 asubuhi, kuangalia kama taratibu hizo za ubadilishanaji nyaraka zitakuwa zimekamilika kwa ajili ya kuendelea na hatua inayofuata. Hata hivyo, ameelekeza kuwa shauri hilo litatajwa kwa njia ya mawasiliano ya video, yani video conference, na amezitaka pande zote kuzingatia muda wa kujiunga na mfumo huo kupitia kiunganishi, yani linki watakayopewa. Hivyo amehairisha shauri hilo mpaka tarehe hiyo. Kagine na Masese wanawakilishwa na wakili msomi Hekima Mwasipu
wamefungua maombi hayo wakiomba waruhusiwe wao wenyewe kumfungulia Makalla kesi jinai badala ya mkurugenzi wa mashtaka DPP. Wamefungua maombi chini ya vifungu vya 99 sehemu ya kwanza 3, 128 sehemu ya pili na 392A1 na 2 vya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA sura ya 20 kama ilivyorekebishwa mwaka 2022 inavyoruhusu mwendesha mashitaka huria. Sambamba na hati hiyo ya maombi ya ridhaa ya kufungua mashitaka hayo ya jinai, pia wameambatanisha hati ya mashitaka hayo ya jinai wanayokusudia kumfungulia Makalla. Makalla anadaiwa kutoa tuhuma hizo dhidi ya Chadema Machi 22, 2025 wakati akihutubia katika moja kati ya mikutano yake huko mkoani Simiyu. Katika mkutano huo anadaiwa kuwa alisema Chadema anachangisha pesa kununua virusi vya ugonjwa wa Ebola na Mpox. Waombaji hao wamenukuu maneno hayo ya tuhuma anayodaiwa kuyatoa Makalla katika hati ya maombi, kiapo kinachounga mkono maombi pamoja na kwenye hati ya mashtaka. Kwa mujibu wa nyaraka hizo, siku hiyo Makalla alikaririwa akisema kuwa Chadema wanakusanya fedha kwa kisingizio cha kwenda kuhadaa umma ili wakatae uchaguzi, ili wasimamishe uchaguzi, lakini kuna ajenda ya siri. Wamedai alinukuliwa akisema kuwa hawa watu na hata viongozi waandamizi ambao familia zao hazipo Tanzania wanataka kutumia michango inayochangishwa ya tone tone, eti ilifika wakati wakanunue virusi vya Ebola na Mpox ili wavilete visambae Tanzania na uchaguzi usifanyike. Waombaji wanadai kuwa mkutano huo ulihudhuriwa na watu wengi na uliripotiwa na vyombo vya habari vya kawaida na vya mitandaoni ambavyo viliufikia umma, na kwamba maneno hayo pia yalipandishwa katika majukwaa ya mitandao ya kijamii ukiwemo mtandao wa YouTube. Wanadai kuwa viongozi wa Chadema walianzisha na kuzindua kampeni ya tone tone kwa lengo la kukusanya pesa kutoka kwa umma kusaidia kuendesha shughuli za chama na si kwa ajili ya kununua na kuingiza virusi vya Ebola na Mpox nchini Tanzania kutoka nchi nyingine. Wanafafanua kuwa Ebola na Mpox si maradhi yanayouzwa kwa kuwa hayawezi kumilikiwa na mtu binafsi na kuuzwa kama bidhaa sokoni, bali ni maradhi ya mlipuko ambayo yanaweza kuambukiza na kusababisha vifo vya watu wengi yanapoibuka. Waombaji hao wanafafanua zaidi kuwa Ebola na Mpox ni virusi vya maradhi ambavyo haviwezi kuonekana wala kubebeka katika vyombo vyovyote kwa ajili ya biashara. Wanadai kuwa taarifa na maneno yaliyotamkwa na Makalla siku hiyo ni ya uongo, ya hatari na ya udanganyifu, hivyo wanaomba maombi yao yakubaliwe ili kuwezesha kumshtaki Amos Makalla. Katika hati ya mashitaka wanayokusudia kumfungulia Makalla kuna mashtaka 6, matatu kati yake yakiwa ni ya kuchapisha taarifa za uongo kinyume na kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015. Mashtaka mawili ni kutoa taarifa za uongo zenye lengo la kuzuru hadhi, haki na uhuru wa watu wengine, na za udanganyifu za kutunga kinyume na kifungu cha 50 sehemu ya kwanza A Romani 2 na kifungu cha 51B vya sheria ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016. Shitaka lingine ni la kitisho kinyume na kifungu cha 89B A cha sheria ya kanuni ya adhabu iliyofanywa marekebisho mwaka 2022. Na kupitia ukurasa wake wa X, Martin Maranja Masese amechapisha taarifa hii ambayo ilikuwa ikisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ya kwamba Amos Makalla kufikishwa mahakamani kwa kuituhumu Chadema kuagiza virusi vya Ebola na Mpox kwa lengo ya kuvisambaza Tanzania. Martin ameandika, itabaki katika kumbukumbu za mahakama za Tanzania kwamba wapo watu waliowahi kuchukua hatua za kisheria dhidi ya kauli za uhuni, ushenzi, ufedhuli na utapeli za mwenezi wa CCM dhidi ya Chadema. Hiyo haitajalisha kama mahakama zipo au hazipo huru kutenda haki. Let's go. Hiki ndicho alichokiandika hapa Martin Maranja Masese kama unavyotazama, lakini kubwa tusubiria kuona kesi hiyo itafika wapi. Tuachie maoni yako kwa hiki ambacho amekifanya Martin Maranja Masese pamoja na mwenzake, lakini kubwa kwa habari zaidi endelea kukaa karibu nasi.